kufanya ili zoezi liwe endelevu. Tunaomba tukuahidi kwamba tutaliangalia, tutaweka mikakati na vile vile tutakuja kufanya mazungumzo ili kuweka utaratibu ambao utakuwa ni rasmi ambao unaweza kuendelea kuufanya, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba Mheshimiwa Rais angependa kuona hizi juhudi za kutunza mazingira zinaendelea. Kama tunavyofahamu, yeye ni champion na amekuwa kinara haswa katika shughuli za mazingira, na sisi tunamuunga mkono kwa hata kuwepo leo asubuhi hii. Katika kuhakikisha kwamba tunaadhimisha kitaifa, tunajua kwamba maadhimisho yalikuwa tarehe 5. Kama kampuni ya simu za mikononi ya Airtel tumeweza kutoa message ambazo zilitumwa kwa wateja wetu Tanzania nzima, hasa kwenye ile mikoa ambayo tunaamini kabisa kwamba mazingira ni tatizo, kwa sababu na kama mnavyofahamu, nafikiri na NEMC mtatunga mkono kwamba pale panapokuwa na mikusanyiko ya watu wengi, basi ndipo kila binadamu anaweza kuzalisha taka zaidi, na hizi taka ngumu kwa kweli zimekuwa ni tatizo. Kama alivyoeleza meneja Jeremiah, ni kwamba leo tumepita na tumejionea kwamba taka zile ngumu haziwezi kuyeyuka. Kwa hiyo zinaendelea kuwepo na zinakuwa ni hatarishi, sio tu kwa viumbe wa baharini, lakini hata na sisi ambao tunatumia fukwe hizi mara kwa mara. Kikubwa ambacho tumekiona hapa, taka tulizozikuta hapa ni taka nyingi, na tumekuta kuna taka za plastiki, tumekuta kuna syringes ambazo hapa sio mahali pake. Syringes zinapaswa kuwa maeneo ya hospitali na kuna namna yake ya kwa ajili ya kudhibiti hizo taka aina ya syringes hizo ambazo tunaziita ni taka hatarishi. Vile vile kuna aina mbalimbali za takataka ambazo tumezikuta. Kuna mifuko hiyo ya plastiki ambayo tumezikuta hapo, makopo, na tumeona chanzo, kuna mto pale tunaoita mto Mbezi. Kwa wale wanaopitia barabara kule juu kuna daraja la Malesela pale. Kwa hiyo tunakuta kwamba ukifika pale kwenye ile daraja, tujue kwamba ule mto unaelekeza maji yake kwenye bahari ya Hindi, na hasa katika huu mtaa wa Mbezi Beach B. Kwa hiyo tulichokikuta ni kwamba taka nyingi zinazolishwa upande wa huko juu zinakuwa zinashuka huku. Tuwatake wananchi na wenye taasisi mbalimbali, kama unajua unazalisha taka, hakikisha unajua ni namna gani ya kutunza taka zako mpaka ili zisiweze kuzagaa katika mazingira. Na bahati nzuri leo tumefika vile vile kwenye hili eneo. Kuna wawekezaji ambao wanafanya uwekezaji kwenye fukwe za bahari. Tunawataka nao vile vile waweze kuondoa taka ambazo zinazalishwa kutoka kwenye maeneo yao haya ambayo tumeyaona na yanaelekea kwenye upande wa bahari. Tumekuta kuna hizo chupa ambazo ni jamii ya glasi hizo, ambazo unaona kabisa kwamba labda kwa hizi hapa zinatoka kabisa kwenye haya maeneo yaliyoko hapa karibu. Kwa hiyo ni sio tu kwenye hii kanda ya Mashariki Kaskazini, na iwe ni katika fukwe zote. Tuhakikishe tunalinda na kuhifadhi mazingira yetu kupitia kwenye hizi fukwe. Katika kuelekea kilele cha siku ya mazingira, ndugu zetu hawa wameona waje kujumuika nasi. Tunafahamu tuna maeneo mengi sana, tuna mitaa mingi sana, lakini kama nilivyoelezeni awali kwamba katika mtaa wetu wa Mbezi Beach B sisi tumekuwa vinara wakubwa katika kuhakikisha tunasimamia masuala mazima ya mazingira kwa kutoa elimu mara kwa mara kwa wananchi wetu, lakini pia kwa wanafunzi wa shule mbalimbali ambazo zimekuwa zikituzunguka. Lakini tumekuwa tukishirikiana na taasisi nyingi sana ambazo zimekuwa zikija kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa safi, especially katika fukwe zetu. Leo hii nyinyi wananchi pamoja na taasisi mbalimbali ambazo mmekuja hapa ni mashahidi kwa sehemu ya uchafu uliokuwa unaonekana. Nikizungumzia katika fukwe yetu ya mtaa wa Mbezi Beach B, ni fukwe ambayo tumekuwa tukiangalia kwa makini sana. Kwa hiyo niendelee kuomba Airtel na NEMC tusiishie leo. Ikiwezekana muwe mnafanya ndio sehemu yenu ya mazoezi. Angalau hata mara moja kwa mwezi mnapanga ratiba zenu ambapo tutakuja kushirikiana pamoja kuhakikisha tunafanya mazoezi, lakini pia ni moja ya sehemu katika kuhakikisha tunaendelea kusafisha fukwe zetu. Tuna sheria ndogo ndogo ambazo tunasimamia katika mitaa yetu kwa ajili ya
kuimarisha mazingira yetu, ikiwemo kufanya usafi wa pamoja kwa mwisho wa mwezi au kwa wiki, tunashirikiana pamoja. Vile vile tunashirikiana na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha pia mazingira yetu. Lakini tuna usimamizi wa hizo sheria ndogo ndogo, ikiwemo mtu akiharibu mazingira yetu, basi tunaweza tukamwajibisha kwa kufanya usafi yeye mwenyewe au kulipa faini ambayo italingana na uharibifu ule wa mazingira aliofanya. Vile vile pamoja na hayo pia tuna bichi nyingine inaitwa Kawe, ipo mtaa wa Mzimuni. Kule nafikiri ni sehemu kubwa sana ambayo ina vijana mbalimbali, tuna mabeach boy, tuna BMU ambao pia wanatusaidia kusimamia mazingira haya ya upande wa bahari, na ndio maana unaona hali iko vizuri na tunashukuru usafi umefanyika vizuri.